Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana. Alhamdulillah, leo tupo naye Luqman tena ndani ya studio zetu akitufaidisha mengi kuhusiana na masuala hasa ya Karbala, tukiangazia tuko bado ndani ya Muharram na tutaendelea zaidi mpaka Safar, maana tunafaa kufahamu pia safari ya Bibi Zainab salamullah alaiha hadi kufika Sham, ambapo alikuwa na ujasiri mkubwa wa kuongea na mal'un Yazid bin Muawiya. Insha Allah, mpenzi mtazamaji, katika mada yetu ya leo tunaenda kuangazia kwa nini vijana wa Karbala hawakusalimu amri kwa dhulma, na insha Allah, mpenzi mtazamaji, tukielekea kwa kitu tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana Luqman. Shukran. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd ala ma jara bihi qada'uk. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa tabibi qulubina Muhammadin ibn Abdullah Aba Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Allahumma rzuqni shafa'ati al-Husayn yawm al-wurud wa ashabi al-Husayn alladhina badhalu muhajahum duna al-Husayn alayhi salam. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani kipenzi chake kiongozi wa umma mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad, tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tupate shafaa ya Mtume Muhammad na shafaa ya ahlul bait wake pamoja, kwanza haswatan Imam al-Hussein alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. Ndugu zangu, leo tunazungumza topic ambayo kwamba ni nyeti. Ni topic ambayo kwamba ni nyeti sana, maana topic ya leo ni kwa nini vijana wa Karbala, kwa nini vijana wale wa Karbala akina Aliul Asghar, akina Hassan ibn akina Qasim bin Hassan, akina Aliul Asghar, kwa nini, ni kitu gani kilipeleka hawa vijana akina Aun na Muhammad wakakuwa na ujasiri wakafanya yale mambo kwamba waliyafanya pale Karbala na hawakusalimu amri kwa dhulma? Ni kwa sababu lazima kuna kitu kilikuwa nyuma yao kinawasukuma. Leo ukipata mtu anakupita na gari linaenda, ukiulizwa mbona fulani anasonga bila kutembea, utasema ako ndani ya gari linampeleka. Lakini bado lile swali umelijibu, ndio hatujakata umelijibu, lakini ndani ya lile gari bado kuna kitu ambacho kwamba ni sababu ya gurudumu kuzunguka. Sawa? Na ile gurudumu kuzunguka ndio sababu ya gari kwenda. Na kile kitu ambacho kwamba ni sababu ya gari kuzunguka, kuna kitu ambacho kwamba ni sababu ya hicho kitu kufanya engine izunguke ndio gari izunguke. Miguu izunguke alafu gari songe. Kwa hiyo sisi leo tutaenda very deep katika kuangalia jambo ambalo kwamba liliwasukuma vijana wa Karbala wakafika katika hali hiyo ya ushujaa. Ukiulizwa utasema, tukijibu kwa mtiririko tu, ni kwamba kitu gani kilifanya vijana wa Karbala kina Aliul Asghar wakasonga mpaka wakafika sehemu kwamba hawezi kusalimu amri kwa dhulma? Tutasema ni ushujaa. Kuna kipindi tumezungumzia ushujaa, na sasa mtu akikuuliza kwa nini walifanya hivyo, utasema ni ushujaa. Hawakuwa na hofu, waliweka kando hivyo vitu vyote. Japo hofu itakuingia, lakini anaweka pembeni hofu, akakuwa na ujasiri. Kwa hivyo jibu la kwanza litakuja ni ushujaa. Kama alivyoulizwa gari likipita, mbona fulani anaenda bila kutembea, akajibu gari. Lakini ule ushujaa bado hawezi kusema ni ushujaa tu katoshe hapo. Kuna kitu kilisukuma mpaka ushujaa ukapatikana. Ndio ikafikia mahali kwamba hawa vijana sasa ni mashujaa. Lazima kuna chanzo, kuna asasi za ushujaa. Na utapata katika upande ya dhulma pia kuna watu ni mashujaa, kama Hurmala alikuwa ule ni shujaa. Lakini upande wa nini? Dhulma. Kwa hiyo na yeye kuna kitu kilikuwa kinamsukuma mpaka akafanya nini? Akafikia ushujaa wa kufanya dhulma. Na upande wa watu wa haki
ni kwamba pia kuna jambo ambalo kwamba lilikuwa linawasukuma wale vijana mpaka wakapata daraja kuwa na ushujaa, wakasimama dhidi ya dhulma, and they never surrendered. Kauli ambayo kwamba ilibakia kauli mbiu ni haihata minal dhilla, hatuta surrender kwa udhalimu. Na hiyo ndo kauli mbiu ya leo. Mimi naweza taka vijana wote wasimame na kauli mbiu kwamba haihata minal dhilla, tumekataa kusalimu kwa dhulma. Sasa tuangalie chanzo cha vijana hawa wa Karbala kilichowapelekea wao kupata ushujaa, kisha ushujaa ukawapelekea kukataa kusalimu amri kwa dhulma, na haki kasimama mpaka leo. Na ndio maana wanaopigania haki wanaiga mfano kutoka kwa vijana hawa katika tukio la Karbala. Kwa hiyo kitu ambacho kwamba huwa kinaweza kusukuma mtu akapata ile ushujaa, kwanza ni matarajio. Kwa kauli nyingi sana maarufu za Imam Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu, aliwahi kusema mambo mengi yanayohusu kwamba mtu kuwa na matarajio. Tukiangalia ibada, hauwezi kuwa na msukumo wa kusimama usiku. Ukisikia fulani anasimama usiku sana, hata anaweza kusimama usiku mzima, lazima ana matarajio. Iman nasali, ukichunguza sana utapata mtu iman nasali, Mwenyezi Mungu anifungulie kazi. Kwa hivyo yeye ana matarajio kupata kazi kupitia kwa sala. Utapata nasali sana. Ndio, si hatusemi sio sahihi kusali kwa ajili ya kazi, lakini mara mingi atakutoa malengo yako. Uende ukapata kazi ukamsahau Mwenyezi Mungu. Ukasikia zamani kanu alikuwa akifanya. Yote hayo kwa sababu gani? Matarajio yako yalikuwa kwa lile jambo. Allah akakupa mtihani akasema nikikupa utaendelea na ile bidii kweli. Ikakuondoka kwa sababu wewe matarajio yako yalikuwa kazi. Sasa hao vijana nao kuna matarajio walikuwa nayo. Kuna mtu pia naye utapata nasali usiku kwa sababu ya nini? Ana matarajio ya kupitia sala ile atapata janna. Hawa vijana nao walikuwa na matarajio yao. Walikuwa na matarajio. Na matarajio yakawasukuma wakapata ushujaa. Na walikuwa wanatarajia nini kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Kwa sababu huwezi kutarajia utasimamisha haki na mwisho wake wewe unatarajia ushindwe. Kuna jambo lazima wewe uko unatarajia, anatarajia ushindi pamoja na kuwa wale wana nguvu, pamoja na kuwa wewe hauna nguvu za kupambana nao, lakini unatarajia ushindi. Hata bila nguvu, mwenye nguvu atatambua nguvu za mnyonge. Kwa hiyo nguvu za mnyonge, mimi kwanza tuangalie baadhi ya aya katika kauli za Allah azza wa jalla. Tutaanza na Mwenyezi Mungu, kauli zake, tuone vijana hawa ni kitu gani kiliwafanya wao wanashinda. Aya ya kwanza ambayo kwamba mimi katika kupita hapa na kule nimekuja kuona kwamba aya ya kwanza ni aya ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anasema man kana yuridul izza, mtu yoyote ambaye kwamba anataka izza. Tutaangalia tafsiri ya neno izza, falillahi izzati jamia, kwamba izza yote kwa ujumla ni izza ni ya Mwenyezi Mungu. Tukomee hapo kwanza. Tuangalie tafsiri ya neno izza. Al-izza katika Kiarabu tani inamaanisha ashada, mtu kukuwa na nguvu yani. Unaona katika lugha saa nyingine watu wakisoma harufi kuna shadda huwa inawekwa. Inaonyesha utamke lile neno kwa nini? Kwa nguvu. Kwa hiyo shadda, yani mtu kukuwa shadid kabisa. Hiyo ndio izza. Kitu cha kwanza tafsiri ya neno izza ni mtu kukuwa na nguvu. Na utapata Karbala ilikuwa ni vita ya watu kutafuta nani atakuwa na nguvu zaidi ya mwingine. Unapata Yazid, yeye ana matarajio kwamba atakuwa na nguvu kuliko watu wa nyumba ya Mtume. Lakini kiuhalisia Mwenyezi Mungu anasema man yuridul izzati falillahi izzati jamia. Izza iko na Mwenyezi Mungu. Sasa Qur'ani ndio sisi tunaamini kama Waislamu na waumini wote duniani katika ulimwengu huu. Hata kaumu ya Nuhu na Lut, mtu yote alimwamini Nuhu, Isa, lazima anatambua Qur'ani ndio haki ya Mwenyezi Mungu. Na katika haki ya Mwenyezi Mungu, Mungu anasema izza ni ya nani? Ni ya Allah. Bimaana huwezi kujitafutia izza we mwenyewe. Isipokuwa kuna wale watatafuta izza kwa njia ambayo kwamba ni hiyo ya kishaitani. Akakuwa yeye ni dhalim. Kwa sababu ya kitu fulani tu ndio kimempa izza, pengine ni utawala au uongozi, akatumia power
ile ndio yani nguvu zile za utawala ndio izza yake. Lakini sasa hapa Allah amewakosoa, anasema falillahi izzati jamia, izza yote iko na Mwenyezi Mungu. Je, akina Yazid wangepata ile izza? Tutakuja kujua. Vijana wa Karbala nao izza waliipata ya kuwa hao ndio shadidul quwa, ama wamepata ile shadda, nguvu. Tunaambiwa kwanza tafsiri ya pili ya neno al-izza inakuwa ni al-ghalaba, ni ushindi, ni mtu kupata ushindi. Je, baada ya Karbala wale vijana walipata ushindi? Na je, Yazid alipata ushindi? Sasa hapa ndo utajua kitu gani kilikuwa kinawasukuma. Aloshindwa kitu ambacho kwamba alikuwa anatarajia kutoka kwa tukio la Karbala, kama alilipata basi tutajua kama kweli matarajio yake yalijibiwa. Kwa hiyo matarajio yao yalikuwa mtu kupata izza ili apate nguvu au apate ushindi, mwisho wa siku apate ushindi. Ingine tafsiri ya neno izza ni al-rafa, ni mtu kukua juu, ukuu, yani mimi ndio mkuu kuliko wale. Na ndio maana utapata Yazid katika kwake kutuma jeshi kubwa kwenda kuangamiza kizazi cha Bwana Mtume alayhi salatu wasalam, na kutumia mishale na mikuki, ilikuwa yote 9-10. Anataka wale wakue chini. Anataka Imam al-Hussein afanye nini? Ampe bai'a. Na Imam al-Hussein naye amekata kumpa bai'a kwa sababu yeye alikuwa anatambua vizuri sana kwamba kwa sababu yeye ni muumini na ni wali wa Mwenyezi Mungu na ni mjukuu wa Mtume, alikuja pale kuiamidinia Mwenyezi Mungu ambayo inasema kwamba falillahi izzati jamia. Kwa hivyo yeye alikuwa anajua izza iko na sisi kwa sababu sisi tunatetea Mwenyezi Mungu. Intansurullaha yansurukum wa yuthabit akdamakum. Inshallah. Hii aya inathibitisha kwamba vijana pia walipata izza kwa sababu ya nini? Mwenyezi Mungu katika aya shasifu amesema nini? Wa yuthabit akdamakum, atastawisha nguvu zenu. Akisema akdamakum, miguu yenu, hamaanishi ati miguu itakuwa ngumu muweze kutembea mbali au kukimbia. Anamaanisha akisema wa yuthabit akdamakum, ni nyinyi muwe strong, hauwezi kurudishwa nyuma. Wewe unasonga mbele. Kwa hiyo wale vijana tutapata kwa wao kupambania Mwenyezi Mungu, na izza iko na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alifanya nini? Aliwajaza ushujaa wa kusonga mbele, wakawa wako na Mwenyezi Mungu, wakawa wameenda mpaka wakapambana bila kurudi nyuma. Alafu jambo lingine ni walimtinai, ni mtu pia kukuwa na ni ile kama control ya kitu. Yazid pia alitaka awe na control, lakini sidani Ahlul Bait walitaka kuwa na control ya chochote. Walitaka Uislamu, walikuwa wao wanapambania Uislamu, wanautaka huo Uislamu uwe ndio control ya mambo. Na hatuwezi kusema Yazid alishinda. Kwa wale wanaona watu kumalizwa wengi ndio kushinda, ndio unapata tafsiri mbovu imetokea. Wengine wakiangalia mabomu yanayorushwa na Marekani sijui na Israeli katika nchi za watu, wakaua watoto. Mtu anaweza kuhesabu watoto 158, watoto 168 wamekufa, basi nani ameshinda kwa kuua watoto wengi? Hiyo inakuwa sio ushindi. Maana hiyo ndo kasumba ambayo inaendelea ya marhum Sayyid, ambaye ndo aliua watoto wengi akaua wanawake. Sasa huwa wanasema kufahamu kadhia ya Syria na Iraq ilikuwa ni pande mbili. Unafaa kufahamu Syria kulikuwa na uongozi wa udhalimu. Iran wao ilikuwa wanasaidia kuondoa yule kiongozi ambaye alikuwa na udhalimu. Naam. Yalotokea pale, upande mbili zote ziliumia. Hakuna alosalimika. Naam. Na mimi japo utakuwa kiongozi wa jeshi, lakini kila mmoja pale amebeba amali zake. Yule ambaye alikuwa katika hile jeshi anajua kabisa mimi kuna jambo sifai kufanya. Sasa hauwezi sema lawama mazima itemwendea mtu fulani wakati ni wale walio wachache ndio walifanya kitu ambacho hakikupaswa kufanywa. Kweli. Ndio maana huwa anasema hii kasumba ya kwamba lazima kilichooza utakitoa tu. Hauwezi kiweka ndo kiozeshe wale wengine. Kila mtu ndio utamweka katika nafasi fulani, lakini kila mtu anabeba akili yake. Kweli. Hau control akili ya mtu. Naam. Wewe ukiwa huku unapigania, kuna wale wako katika ground, utambia yule anafanya nini? Hata enzi za Mtume ndio kulikuwa hata Imam Ali alikuwa alivouliwa, alikuwa hamjui huyo mtu. Si alikuwa anamfahamu.
alikuwa ni mtu wa karibu, sio? Na alikuwa ni mtu pia anafanya ibada, si ndio? Lakini alichokifanya nini? Si alifanya kinyume na akaamua kumuua Imam Ali. Sasa ndio unasema kwamba kadhia ya kuwekea mtu kitu ambacho wewe mwenyewe hujasoma na kukielewa kiundani ni matumizi mabaya ya akili. Sasa ndio maana utakuta, lakini usishtuki, maana nimesikia astaghfirullah. Allah ala kulli hali, ni Mungu tu awasaidie, kwa sababu ukija ukisema ya kwamba pia kumwadhinia mtoto si sunna, utategemea nini kitoke upande huo mwingine? Kwa sababu kama mtoto hajapata neno la kwanza la Mwenyezi Mungu katika masikio yake, unategemea atakuwa kweli na akili ya kufikiria? Haizi kuwa nayo. Ndio sababu ya haswa ya kwamba kupigania haki ni ya kila mtu, lakini kwa mwenye akili. Mwenye hana akili ataenda tu na atakavyopelekwa. Ni kweli, na ndio maana pale tukataja kwamba mtu lazima awe na matarajio ya kumsukuma. Asante. Hauwezi kuwa na matarajio kama huna akili. Kwa hiyo akili inatumika pale kumpatia mtu matarajio. Kwa hiyo aya ya kwanza tumeona msukumo wa vijana ulipatikana kwa nini? Intansurullaha yansurukum, mnusuruni Mwenyezi Mungu kwa kuinusuru dini yake na kunusuru haki. Mwenyezi Mungu atakunusuru nyie. Atawapa, alafu akamaliza akasema wayuthabit akdamakum, na atawatia nguvu. Kwa hivyo tunapata ushindi wa kwanza wa vijana kutorudi nyuma na kupiga magoti kwa dhalim, ni ile Mwenyezi Mungu amewathabitisha katika jambo la kutetea haki. Naam, shukran sana Luqman. Acha tuchukue mapumziko, tukirudi katika awamu ya pili tutaendelea zaidi. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tunapoongelea swala zima la matukio ya Karbala, haswa kupata mafunzo yake ya hapa na pale, ama kwa nini vijana wa Karbala hawakusalimu amri upande wa Yazid, ama kutaka labda kujisalimisha ili kumpa bai'a Yazid bin Muawiya laanatullah, na ambapo tunafahamu ya kwamba sisi kama Waislamu, sisi kama umma wa Mtume, kupigania haki ni rahisi sana. Wengi watajiuliza, maana nimesikia kauli mbiu ya kila siku inayosema kwamba upande wetu ni wengi sana kushinda huu upande mwingine. Lakini mimi hupenda kuwakumbusha watu ya kwamba hata katika vita vya Badri Waislamu walikuwa wachache, lakini wale ambao walikuwa sio Waislamu walikuwa ni wengi, lakini mwisho wa siku Waislamu ndio walikuwa katika haki. Insha Allah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipindacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana, tukizidi kuwa na Luqman ndani ya studio zetu ya kujuza mengi kuhusiana na kwa nini vijana wa Karbala, mashujaa wetu kama kina Ali Akbar, Qasim, Aun, Muhammad hawakuweza kusalimu amri kusupport jeshi la Yazid ama kumsupport, kumpa bai'a Yazid. Hawezi mpa dhalimu ninio ya kwamba umpe bai'a wakati yeye mwenyewe ni mtu dhalimu. Vitendo ambavyo alikuwa akivifanya vilikuwa si vitendo vya haki na si vitendo vya dini. Ukumbuke ya kwamba Yazid pia alikuwa ni Muislamu, sio kwamba alikuwa si Muislamu, alikuwa bado ni Muislamu. Lakini wanavyokuambia ya kwamba kuna vitu kadhaa ambavyo wewe mwenyewe unafaa kukaa chini kujiuliza, kama huyu alikuwa hivi. Hata katika karne hii tunao Waislamu ambao ni Yazid, tunao Waislamu ambao ndani yao mioyo ni ya Yazid, na tumewaona na tunazidi kuwaona kila kukicha. Sasa chagua linabakia kuwa kwako, utachagua kuwa katika haki ama uingie katika batil. Insha Allah tukirudi kwake Luqman tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Naam, karibu sana. Naingia kwa kipindi cha pili kwa maneno ambayo kwamba nimekaribishwa nayo, niyasafishe kidogo kabla niendelee katika sehemu ambayo kwamba nilikuwa nimeachia. Nimesikia Yazid laanatullahi alayhi. Usije uliza kwa nini laanatullahi alayhi, na sijui wengine watasema mtoto wa sahaba, sijui nini, wakatetea mbona mnalani. Sasa mimi nauliza swali linarudi kwako, aliyeua na aliyeuliwa, je ni sawa? Aliyeiba na aliyeibiwa, je ni sawa? Sasa kwa nini tuseme radhiallahu anhu pande mbili? Hussein radhiallahu anhu
kisha turudi tuseme Yazid radhiallahu anhu wakati huyu amemuua kwa dhulma. Tukome hapo. Tuendelee. Bismillah. Jambo lingine ambalo kwamba huwa linaonyesha kwamba wale walikuwa na matarajio ya kupata izza, ndio maana wakapata kusonga mpaka wakafika sehemu ambayo kwamba hawawezi kusalimu amri kwa Yazid. Naam. Ni dalili ambayo kwamba tutaichambua kidogo kidogo mpaka tuelewe. Nitaangalia, tutaanza zama ya Mtume, kulikuwaje, izza ni ya nani? Mwenyezi Mungu kipindi ambacho kwamba kuna wanafiki walikuwa wamemzunguka Mtume, na yule anataka kukataa aende akasome sura Tauba. Unajua baadhi yetu wasema maswahaba wote walimzunguka Mtume, mtu alimuona tu Mtume ni sahaba. Kisha wanasema nyota yoyote, kuna hadithi nyingine wameiweka, nitakuja chunguza hiyo hadithi nitakuja kuiangalia kwa vipimo. Kwa sababu wanasema nyota yoyote kwenye mbingu wewe fuata tu itakuongoza. Hiyo hata mtu mjinga hawezi kufanya hiyo. Tunaona the wise men hata kwa Biblia, hata si kitabu cha Kiislamu. Walipotaka kwenda mashariki pale mtoto amezaliwa, walifanya nini? Walishika nyota moja mpaka mashariki. Sasa vipi wewe ushike nyota yoyote itakuongoza? Utakaa kama kipepeo. Unataka kwenda mashariki lakini unarudi nyuma, unateremka, unapanda, ujielewi kwa sababu nyota ziko kila mahali. Kwa hiyo ukitaka kwenda njia moja, shika njia moja, sio masahaba wote walikuwa wameongoka. Dalili ni sura Tauba aya ya 101. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli almadina maradu ala nifaq. Ikome hapo na itoshe hapo kwamba wale wamekuzunguka wewe Mtume ni nini? Ni wanafiki. Wao Waarabu ni wanafiki. Waarabu walikuwa wamemzunguka Mtume ndio masahaba, na baadhi yao wale wenye walikuwa Madina wao ndio wamebobea katika unafiki, na akaambiwa Mtume nahnu na'lamuhum, sisi ndio tunawajua na wewe uwajui. Ndio unaona. Kwa hivyo Mtume kuna wanafiki hakuwa anawajua, na ndio ikakuwa sababu ya aya fulani kuteremka, tutajua izza inapatikana wapi. Kwa nini hao vijana walikuwa na matarajio ya izza wakakuwa wezi, they cannot bow down to Yazid? Ilikuwa katika, tuangalie mfano katika aya imekuja katika suratul Munafiqun. Sasa hii inawaguzia aya ya kwanza ile tulikuwa tumesoma, imeguzia wale wamekataa Mungu na wale wanakubali Mungu. Kwa hivyo ndio ukubali Mungu ndio utapata izza. Ukikosa kukubali Mungu, Allah anasema hauna izza yote, hauwezi kupata. Na ya pili, angalia sasa hapa na Mwenyezi Mungu, hii aya anahusisha Waislamu kama huyo Yazid. Tumeambiwa hapa kipindi sehemu ya pili kianza kwamba Yazid na yeye alikuwa anaitakidi kwamba yeye ni nini? Muislamu. Sasa wale ambao kwamba wanaitakidi ni Waislamu lakini wako miguu miwili, wamekubali na wamekataa. Ni Waislamu tu ndio, lakini wamekubali na wamekataa. Wanafiki. Sikizeni aya hii. Allah anasema yakuluna, wanasema hawa, la in raja'na ila almadinati, na tukirudi Madina, watu wakikuja kurudi Madina, anasema la yukhrijanna a'azzu, kwamba sisi tukirudi kule Madina tutarudi huko kama sisi ndio tuko na izza. Naona kitu ambacho Yazid na yeye alikuwa anatarajia, anataka izza kwa njia hiyo hiyo ya giza, wakati izza iko na nani? Iko na Mwenyezi Mungu. Lakini pande hii tunaangalia, tunaambiwa waliambia Mtume kwamba tukirudi Madina, tukirudi Madina la yukhrijanna al-a'azzu minha wa minha, anasema minha adilla, na hawa anamaanisha hawa yani Mtume na kikosi chake kwamba watakuwa ni madhalili. Na hakuna mtu katika hawa na wale walikuwa Karbala, kati ya vikosi vyote viwili, hakuna mwenye alikuwa na matarajio ya kupata udhalili. Kila mtu alikuwa na matarajio ya kufanya nini? Kupata izza. Lakini aya ya kwanza imetufasiria kwamba izzati lillah, izza ni ya Mwenyezi Mungu. Na hapa tunapata tafsiri nyingine ya wale Mwenyezi Mungu anasema watapata izza, ambao kwamba wewe ukijua uko na matarajio kwamba hii izza nitaipata, na Allah amekuhakikishia, utakuwa na uwezo wa kufuata bila kusalimu amri. Anasema walillahi izza, na Mwenyezi Mungu izza ni yake, ushindi, yale yote tulikuwa tumeyafasiri kuhusiana na izza, anasema ni za Mwenyezi Mungu. Amerudia tena katika aya hii, alafu kisha akasema walirasulihi. Sasa wewe ukijitoa katika kambi ya Mtume ukakoa umesema ni hasbuna kitabullah, hautaki maneno ya Mtume. Kuna watu walisema hayo maneno kipindi Mtume anakufa, tusisahau. Kwa hivyo ukisema hasbuna kitabullah,
ukaacha wa rasulihi. Allah anasema hapa izza wewe hauna, kwa sababu wenye wana izza Allah anafasiri anasema wale wako na Mwenyezi Mungu na wale wako na mtume. Na tukiangalia vijana wa Karbala kwa kumshika Hussein walikuwa na nani? Walikuwa na mtume na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wana haya mangapi? Mawili, wako na mtume kwa kushika kizazi cha mtume. Mwenyezi Mungu amesema live waambie hautaki chochote kutoka kwao isipokuwa nini? Ila almawaddata fil qurba. Na hawa vijana wameonyesha Hussein, kwanza kitu ya kwanza wale walikuwa pale wengi walikuwa ni Banu Hashim. Walijitolea kwa hali na mali kuitetea dini ya babu yao. Hawa walikuwa na mtume. Kwa hivyo obvious wale walikuwa na matarajio kwamba sisi tuko na izza. Hata tukifa ndio wakasema Imam al-Hussein katika Karbala kuna kauli zimetoka, kauli ambazo zina nguvu leo zinasukuma pia watu na nizilisukuma wale vijana wa Karbala. Alisema kufa wewe katika kama wewe afadhali kifo kama wewe uko na izza kuliko wewe ufanye nini ukubali kudhalilika na uishi. Na wale vijana wakashika yale maneno. Naona? No. Kwa hiyo wale walikuwa wanajua vizuri sana kwamba ukishikamana na mtume ndio ukubali kwanza umekubali mtume lazima ufanye nini? Uwapende Ahlul Bait. Na kwa mapenzi yao Ahlul Bait wakakuwa wamefanya nini? Wakakuwa na Mwenyezi Mungu na mtume. Kwa hivyo there is no way wanaweza kusarenda wakijua mimi niko na mtume. Alafu mimi niko na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ndiye ako na hiyo izza na atapea wale wako na mimi Mwenyezi Mungu na wewe mtume wangu. Kisha kuna wengine wametajwa hapa. Akasema baada ya kusema wali rasulihi akasema walil mu'minin na waumini. Sasa pia Yazid anaaminieni muumini. Na nani Imam al-Hussein sisi tunajua ni muumini. Sasa hapa ndio wanachanganikiwa wale wanaeka radhiallahu anhu pande mbili. Kwa sababu mtu huyu nani Yazid anaitakidi kwamba yeye ni muumini. Anaona atapata izza. Na hawa wanaona pia yeye anafaa kupata izza. Ndio wanasema ndio wakamprotect wakasema majara baina ashabi naskutu anhu, na historia ya Uislamu usisome ni haramu kwa sababu ya kukava yule ili apate izza. Kwa sababu na hawa wanaamini anavyoamini yeye ni muumini. Lakini tutajua kweli kama yeye ni muumini na Hussein naye ni muumini. Sasa wale wakaeka radhiallahu anhu pande mbili, tuache hayo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akamaliza akasema walakinal munafikina. Tunaona baada ya kutaja waumini akataja wanafiki, watu wanajifanya Waislamu, akasema la yaalamun, hawajui. Bahati mbaya kuna wanafiki leo hawajui kama Yazid alikuwa ni si muumini. Yazid anapambana na kizazi cha mtume. Je, hapa atapata izza ya ile inapatikana kwa kupitia mtume? Sasa kama mmoja alisema ya kwamba Yazid akona anamzidi Imam Hussein. Ukiangalia hiyo ni akili nzuri. Hiyo si akili nzuri, hiyo ni akili tu mtu mwenye hajaadhiniwa, kama walivyosema kwamba mtoto kuadhiniwa anapozaliwa kwamba si sunna. Akili taira. Sasa hiyo ni akili ambayo ukiangalia tu kisaikolojia utajua hawa watu si wazima kiakili, kwa sababu wewe vipi utamfananisha mjukuu wa mtume na mtu mwenye alikuwa ni muuaji? Sasa ndo nasema ya kwamba kadhia ya Karbala inafaa sana mtu mwenye ako na akili, mtu mwenye Mwenyezi Mungu amemruzukia akili, sio mtu mwenye amekataa kutumia akili. Maana ni wote wamehasirika wakubwa sana, ambaye amepewa akili lakini haezi kureason, kwa sababu hauwezi mfananisha mjukuu wa mtume na mtoto wa Muawiya. Ndio. Maana huyu mtoto wa Muawiya ana tabia zake, ukiangalia alikuwa mtu mwenye anakunywa pombe. Sasa hauwezi mfananisha na mjukuu wa mtume. Hicho ni kitu ambacho hakiingii akilini. Na ndio maana wanasema tunapotaka kupigania haki, tuangalie kwanza, hata ukitaka kuchagua kiongozi lazima uangalie kiongozi mwadilifu. Huyu kiongozi anakaa vipi? Kwa sababu kama kweli Yazid alikuwa atamprotect mjukuu wa mtume, na kama kweli ndio washia walikuwa ndo wameua, mbona yeye Yazid wakati hizo ndo alikuwa kiongozi? Yeye ndo alikuwa asimame mbele kumtetea mjukuu wa mtume. Ndio. Lakini bwana hakuchukua hiyo initiative. Kwa sababu yeye kaiba. Sasa ukiangalia kuna vitu ambavyo kabisa ni mtihani. Ndiyo. Na yeye Muawiya ndo alimrithisha mtoto wake. Mtoto na baba wanajuana. Si ati hawajuani. Baba anajua huyu mwanawe yuko hivi. Baka kufikia mahali Yazid anasema mimi nishalipiza walichofanyiwa mababu zangu. Hichi ni kitu kimeenda generational.
Na ndio maana mkiona kwamba Ahlul Bait hawakubali watu fulani, huwa wako na sababu. Lazima urudi katika historia, uchambue kiundani, ujue Ahlul Bait walifanyiwa madhila gani. Ndio. Na utapata sasa pande ya waumini hapa ndio tupate msukumo. Vijana ndio tujue wana imani. Hiyo imani ilitoka wapi? Ndio. Imekuwaje? Kwa nini tumesema wali rasulihi? Wale watu Mwenyezi Mungu amesema izani ya nani? Izani yake yeye, na anasema na mtume wake, alafu akasema na waumini. Je, muumini yoyote tu kwa fikra yake anakuja anapata sio wote? Sasa tuangalie katika sura tu Yasin, kila kitu kina kiongozi. Mwenyezi Mungu anasema katika sura tu Yasin aya ya 12 kama sijakosea. Naam. Anasema wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Na kila kitu tumeiweka chini ya uimamu, uongozi. Kila kitu. Simama nje leo uangalie ndege wale wanapaa kwenye anga. Lazima utaona kuna ule ako mbele akizunguka na wale wako nyuma watazunguka. Wanamfuata imamu wao. Ukiangalia sisimizi kwenye ardhi wanavyotembea, utaona kuna imamu mbele, alafu wakona. Sasa vipi waumini? Mwenyezi Mungu aseme izani yake na mtume wake, alafu akasema na waumini. Kwa hivyo muumini tu yoyote kwa fikra zake anaweza pata iza? Hapana, lazima kuna kiongozi wa wale waumini. Huyo ndiye atakuongoza. Vipi utapata iza? Na ndio maana wale vijana walikuwa vile hawakusilimu amri. Naam. Na tutaangalia waumini kiongozi wao ni nani. Riwaya imekuja katika vitabu. Nitataja, imekuja kwa Sunanul Kubra, imekuja kwa kitabu Sunanul Kubra ya Nasai. Hiyo ni kitabu ya ndugu zetu Ahli Sunna. Riwaya nambari 8355. Na riwaya hii bado vile vile imekuja katika kitabu cha nani? Imekuja katika kitabu cha imekuja kwa kitabu cha ni hicho kitabu cha Nasai na Ahmad bin Hanbal, riwaya nambari 3061. Ahmad bin Hanbal musnad yake riwaya nambari 3061. Angalia Mwenyezi Mungu anaweka imamu sasa wa waumini ndio akuongoze wewe upate iza. Iza huwezi kurokota pale popote. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, la yantiku anil hawahu, hazungumzi kutokana na hawa zake. Anasema nini Mtume? Anamwambia mtu, anamwambia anta minni bimanzilati Haruna min Musa. Wewe kwangu daraja yako ni kama ya Harun kwa Musa. Kwangu wewe mimi na wewe ni kama Harun na Musa venye walikuwa. Illa innaka lastu nabiyan, isipokuwa wewe sio nabii. Na hakutakuwa na nabii baada yangu. Naam. Kwa riwaya nyingine, mapokezi mengine imekuja hivyo, imekuja illa annahu la nabiyya ba'di. Lakini sasa hapa anaambiwa yeye illa innaka lastu nabiyan, isipokuwa wewe sio nabii. Annahu, sasa tambua ya kwamba, tena nunu taukidi, tambua ya kwamba haya maneno yako hivi, la yanbaghi an adhhaba, mimi karibuni, mimi lazima nitaondoka, nitakufa. Illa, nikiondoka, yani ukisikia illa, isipokuwa, kisikue kitu kingine. Illa wa anta khalifati fi kulli mu'minin min ba'di. Isipokuwa wewe tu ndio kiongozi wa waumini baada yangu. Kumaanisha vitu viko wazi. Kumaanisha Yazid baada ya mtume kuondoka, Yazid X hafai. Kwa hivyo mtume venye aliondoka ardhi hii, ndio wewe upate iza, lazima ushikamane na mtume na wilayatu Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, Asadullah al-Ghalib, Imam al-Mashariki wal-Magharib. Lazima. Kwa hivyo ndio upate iza ya waumini. Allah amesema wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Alhamdulillah ala tamasuki bil wilayati Amir al-Mu'minin. Wallahi kama hujashika alwilaya, vipindi vimekuja hapa. Sheikh Hussein ananifurahisha, wananirusha roho sana nikisikiza vipindi vyake. Sheikh Hussein akizungumzia alwilaya, huwa anapata raha sana. Kwa hiyo wewe ndio upate iza. Wale vijana walikuwa shua, tuko na Mwenyezi Mungu, tuko na iza. Tuko na mtume, hiyo ni iza. Alafu ndio sisi ni waumini. Kiongozi wetu ni nani? Mtume ashaweka. Kwa hivyo kama wewe ulishika Muawiya, ndio umekuja kuanguka kwa Yazid. Hamna iza. Sasa hiyo iliwasukuma wakajua sisi tumefanya nini? Tamasuki bil wilaya. Tuko na iza. Kwa hivyo walikuwa na matarajio kwamba sisi tuna ushindi tu kuanzia mwanzo. Ndio, hakika.
Naam. Naam, hicho ni kitu ambacho ni kizuri sana kuangalia kwamba lazima watu ukiwaambia someni vitabu vyenu, mnafaa msome, mjue khalifa wako alikuwa ni nani, mwenye Mwenyezi Mungu amekuachia umfuate ni nani. Kwa sababu alhamdulillah, nikipitia TikTok kuna kijana mmoja ameamua acha sasa niangalie historia ya Uislamu ilienda vipi. Sasa mwenyewe pia akisoma anaangalia kwamba kuna vitu havi make sense kabisa. Naam. Yani hatutaki kuongelea zaidi kuhusiana na masuala la historia ya Uislamu. Ni mtu Muislamu mwenyewe ajitume akasome walau, lakini asome na akili iliyofunguka, sio akili ambayo imefungwa. Maana wengi katika upande wetu wamefungwa akili, hawataki kukubali ukweli, na ukweli wanaujua, lakini hawataki kukubali hivi ndivyo ilivyokuwa. Mwingine atakwambia hii ilikuwa tu siasa, ala kuli hali siasa mpaka hadithi saizi zinatoka. Ona hadithi ya pili ambapo Mtume alayhi salatu wasalam, katika riwaya imekuja katika kitabu akhrajahu Ibn Majah, kitabu cha huyu ni mwamba katika manhaji Ahlus Sunna wal Jamaa, riwaya nambari 116. Kuna nyingine walafdullahu wa Ahmad ibn Hanbal amepokea nyingine, huyu ni Ahmad bin Hanbal amepokea riwaya nyingine, riwaya nambari 18502 katika musnad yake. Na mapokezi ni mengi, hatuwezi kuyataja yote. Albani ameisahihisha, anasema khulasatu hukmul hadith sahihi, hadithi sahihi kwa Albani, Sheikh Nasruddin Albani wanampenda sana. Anasema kwamba siku moja Mtume aliteremka akitoka hija yake ya mwisho, ambapo hapo aliposimama akafaradishia watu swala, wa hatta hiyo kwanza inasema wa hatta bihim ala swala, akawapatia raghba sana, waraghabahum, akawapatia yani msisitizo mkali sana kwa swala, wasiachane na swala, akijua anaondoka. Kisha sasa mambo yakakuja, anasema fa akhadha biyadi Ali radhiyallahu anhu. Wanasema hivyo hao wapokezi katika manhaja. Sitaki kutoa za Shia kwa sababu sisi tushakubali wilaya. Sasa mimi nataka hii kitu inaitwa ilzamul hujja, ni kutolee kwako ndio katae, kama vinyi mnafanya wa Kristo na Biblia. Sasa angalia katika Ahmad, musnad ya Ahmad na hao tumetaja, anasema fa akhadha biyadi Ali radhiyallahu anhu, akashika mkono wa Ali radhiyallahu anhu, faqala, akauliza watu, alastu aula bilmu'minina min anfusihim, akauliza watu, je, mimi sio aula zaidi kwa nafsi zenu nini waumini? Anaongea na waumini. Hawa ni waumini. Kama utakataa maneno, wewe sio muumini, huwezi kupata hiza. Watu wakasema kalu bala, wakasema tumekubali. Kala alastu aula bikulli mu'minin min anfusihi, je mimi sio zaidi mimi sio aula zaidi kuliko nafsi zenu? Yani kumaanisha uko tayari kukufa kwa ajili ya Mtume. Ukisikia mambo yameenda segemnege, simamisha haki. Wamemsingizia Mtume, simama na Mtume. Wamemuita ni mwendazimu, kataa hata kama watakuwa. Sasa hapa ndio hao waumini wanaambiwa, na unaona vijana wa Karbala walikuwa na hii. Ataliwe liwalo, sisi hata tukiuawa tutasimama na msimamo wetu. Anasema kalu bala, wakaitikia wewe ni zaidi kwa nafsi zetu kuliko nafsi zetu. Kala, Mtume akasema fahadha waliyu man ana maulahu, fahadha aliyun. Anasikia anasema Ali, fahadha ameshika Ali mkono. Kwa hivyo tusitafsiri hapa fahadha usemeni hadha mtu yoyote masahaba, hapana, kwa sababu amemshika Ali mkono ni kumaanisha na kusudia Ali. Anasema fahadha, mimi na eka yangu, aliyun waliyu man ana maulahu, yani huyu Ali ni wali, ni mtawala, ni maula wa mtu, mimi ambao mimi ni maula wake, mimi ni mtawala wake. Kwa hivyo Ali ndiye anatawala waumini. Na tunapata Yazid utawala wake anatoka nani? Kwa Muawiya, ambaye anapingana na nani mpaka amemuua Amir al-Mu'minin. Allahumma, sasa sikia dua ya Mtume hapa. Hii ni dua ilisukuma vijana. Anasema Allahumma wali man walahu, Mwenyezi Mungu tawala yule ambaye kwamba Ali anamtawala. Bimaana ukishika atamasuki bilwilayati Ali, inakupatia nini? Inakupatia Mwenyezi Mungu atakutawala wewe. Ukiachana na Ali ukaenda kwengine, umeparamia madirisha. Wamesema Ali ndio mlango wa kupata elimu. Haya, akasema Allahumma adi man adahu,
Mwenyezi Mungu mpige vita, mfanyie uadui mwenye atamfanyia vita huyu Ali. Sasa kumpiga Hussein vita sio kumpiga Ali vita, ni kumpiga. Sasa wale vijana wa Karbala walikuwa na huo msukumo, wanajua sasa sisi Allah anafanya uadui na wale washenzi kule. Alafu wao unakuja unatuambia wale radhiallahu anhum wakati wanapiga Ali vita, na Mtume anasema mwenye kumpiga Ali au nyumba ya Ali vita, wacha mengine walichoma moto nyumba. Naam. Kuna mengi waliyafanya. Alafu Mtume akamaliza kwa kusema wansur man nasarahu. Wewe ukisikia leo Mwenyezi Mungu ananusuru hawa, utajiunga na wale? Hawezi. Ndio maana vijana walikaa kidete wakijua hapa utakiona. Na hata tukifa leo tumekufa mashahidi, na kesho kiyama utakipata zaidi kabisa. Naam. Shukran sana Luqman. Naam, nadhani ni mada ambayo inaleta hisia kama unavyokuona ukiongelea Imam Ali, unapomwongelea Imam Hussein, unaongelea kadhia ya Karbala, inaleta ile hisia ya kwamba unataka kusema ukweli wa dini yako inasema kuhusiana na nini, na hiyo ndio haki ambayo tunaongelea, na inshallah naamini acha tukatie hapa. Najua ni mada ndefu ambayo naamini inahitajia sana mjadala kubwa kwa mtu mwenye pia ako na akili. Naamini mpenzi mtazamaji ako na akili ambayo Allah amemruzukia, na inshallah hili linaenda pia kwa wanawake ambao wako nyumbani. Haukuweko nyumbani ukose kusoma, bali fata ilmu, soma kiundani, mfahamu Bibi Zainab alipigania haki vipi. Hapo utapata mwanga wako wa kupigania haki. Ifahamu haki yako kama mwanamke. Allah amekupa ulimi ni mzuri huu, ukiutumia vizuri basi utaleta watu wengi upande wako. Kwa sababu gani? Haki siku zote haijalishi ni mwanamke wala ni mwanamume. Insha Allah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia fi amanillah.